Tumsifu Yesu Kristo. Hamjambo watazamaji. Tunayo bahati tena tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka 2025 katika Jimbo Katoliki la Geita. Tuko hapa katika parokia ya Mtakatifu Yakobo Mtume Mwangika kwa ajili ya maadhimisho ya kushuhudia makuu ya Mungu, ambapo Jimbo Katoliki la Geita linaenda kupata mapadri wawili wapya hapo kesho, Shemasi Kabuche na Shemasi Magela. Mtawasikia zaidi kwa majina yao kamili. Na hapa ndipo mazingira sasa ya parokia ya Mwangika, na nyumba mpya ya mapadri ya parokia imekuwa ni mojawapo ya sehemu ya mafanikio ya upadrisho mwaka huu. Na sasa moja kwa moja tushuhudie kwa ufupi kilichojiri katika ibada ya masifu ya jioni, ambapo hawa watu wameweka ahadi za useja, wameweka pia ahadi kiapo cha uaminifu cha kuweza kujitoa kabisa kwa kanisa, lakini pia wameweza kukiri imani. Hizo ni ibada za mwanzo za maadhimisho ya upadrisho. Halafu madhehebu mengine yatafuatilia kesho. Tuendelee kuangalia matangazo ya kutoka channel yetu ya Geita Catholic Diocese Online Television, na ukimaliza kuangalia usiache kubonyeza mahali pa sub, usiache kulike na kucomment, yani kutoa maoni yako. Lakini pia mtazamaji, unakumbushwa kushare ukimaliza kutazama video hizi za idara ya mawasiliano ya Jimbo Katoliki la Geita, una share kwa ajili ya watu wengine kuangalia. Twende sasa tukaone tukio limekwenda namna gani. Basi hili ndilo eneo la parokia ya Mtakatifu Yakobo Mtume Mwangika katika ibada ya masifu ya jioni ambayo imemalizika hivi karibuni, ikiongozwa na Mwashamba Baba Askofu Flaviani Matinde Kasala na mashemasi wawili ambaye ni Kabuche pamoja na Magela wameweza kuweka viapo vya utii. Huu ndio muonekano halisi wa hawa watakao kuwa mababa wapya wanaopata daraja Katoliki la upadre katika parokia ya Mtakatifu Yakobo Mtume Mwangika. Shemasi Barnabas Magela na Shemasi Rafaeli Kabuche ambao sasa wanaenda kujikabidhi kwa Mungu na kufanyika sadaka kwa ajili ya kumtolea Mungu misa takatifu na sakramenti mbalimbali kwa ajili ya wokovu wa roho za watu. Na hili ndilo kanisa la parokia ya Mtakatifu Yakobo Mtume Mwangika, na maadhimisho yamefanyika. Makundi haya mbalimbali ya watu sasa wanaanza kutoka eneo la ibada na wanakwenda kwa ajili ya maandalizi ya maadhimisho hapo kesho.